Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Mgeni rasmi makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Zeretu Wasira, waheshimiwa viongozi wote meza kuu, kama ambavyo itifaki imetambulishwa na napenda kuwa nimezingatia. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa CCM Taifa, niruhusu mambo tu matatu ya haraka. La kwanza, kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu, kwa baraka zake leo umekuwa na ziara katika mkoa wa Dodoma, na sisi wilaya ya Mjini, jimbo la Dodoma Mjini, tumepata upendeleo kuwa sehemu ya ratiba hiyo. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu sana wilaya ya Dodoma. Tumpigie makofi mengi sana mgeni wetu rasmi. Tunakupongeza kwa kuchaguliwa, kuteuliwa na kuthibitishwa na mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. CCM oyee! Namna ya kushukuru ya kwamba leo tumepata heshima kubwa ya kutembelewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, na yeye ndiye msaidizi mkuu kabisa wa mwenyekiti wa chama chetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni siku ya kushukuru sana kwa sababu nafasi zaidi kila siku. Tuna nafasi leo ya kuyasema ya kwetu, lakini tuna nafasi kubwa kabisa ya kupokea nasaha, salamu na maelekezo yake, nikiamini kwamba pia imetoka kwa mwenyekiti wetu wa CCM Taifa. Kwa hivyo nitawaomba wakati tutakapofika tumsikilize kiongozi kwa umakini na tupokee ushauri na nasaha zake, na pia niombe tukayafanyie kazi. Lakini sehemu pili ya ratiba yangu itahusu pia kutoa nafasi kwa viongozi kuweza pia kutoa salamu na kutoa maelezo kuhusu majukumu mbalimbali ya chama na serikali katika wilaya yetu. Pasina kurejea, asubuhi nilipata wasaa wakati ziara inaanza ya kutoa taarifa ya kazi za serikali kwa mgeni rasmi, ambayo iliakisi kazi zilizofanywa na serikali katika sekta mbalimbali. Upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 94%. Piga makofi mengi sana kwa CCM. Lakini mtakumbuka katika vizazi vya 1000 vifo vya mama wajawazito vilikuwa ni 17 mwaka 2021. Leo vimeshuka mpaka vifo 12 kwenye vizazi vilivyofanyika 1000. Ni dhamira yetu vifo vinavyotokana na uzazi viondoke kabisa, na Mwenyezi Mungu ni mwema kwa mikakati iliyopo ya serikali, hali hiyo tutaimaliza. Pigeni makofi mengi sana tunapookoa mama zetu. Sekta changamoto iliyobaki ni sekta ya maji. Tumemjulisha mgeni rasmi tukitambua ya kwamba idadi ya wanadodoma kwenye sensa ya mwaka 2012 walikuwa kama 400,000 hivi kasoro kidogo. Sensa ya mwaka 2022 wanadodoma tumefika 1,798,000, tunakaribia 1,800,000 kwa kasi ya ongezeko la 3% kwa mwaka. Leo pasina shaka tumefikia zaidi ya watu 1,000,000. Lakini vyanzo vya maji bado ni vile vile vya Mzakwe. Idadi imeongezeka, vyanzo havijaongezeka sana, ndio maana tuna changamoto ya upatikanaji wa maji. Uunganishaji wa huduma ya maji ni zaidi ya 90%, lakini kutokana na changamoto ya vyanzo bado hatujafikia huduma ya kila siku kwa watu wote, wamekuwa na mgao hapa na pale. Habari iliyo njema, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni 4.8 ya ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa Nzuguni ambao utapunguza changamoto ya maji kwa 11%. Napenda kusikia makofi mengi kabisa kwa ajili ya taarifa hiyo njema. Kama vile haitoshi, kutokana na mahusiano mema, wanadodoma mlichagua mbunge mzuri, mbunge mahiri, Anton Peter Mavunde. Ukikaa na waridi unanukia kama anakaa vizuri na mawaziri wenzie, na kwa sababu hiyo amefanya ushawishi. Tulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Maji Jumaa Aweso wiki iliyopita. Habari njema kwa wanadodoma, mitambo ya kuchimba visima vya maji ipo katika wilaya yetu, inafanya kazi kule Mkonze na Mkuhungu. Na kama vile haitoshi, RUWASA wamesaini mkataba wa bilioni 65 kwa ajili ya kuondoa changamoto ya maji kwenye jiji la Dodoma. Nataka nisikie makofi mengi sana kwa ajili ya jambo hili. Makamu wa mwenyekiti CCM Taifa oye!
bado. Mzee Wasira oye! Ndugu mgeni rasmi, kwanza nishukuru kwa nafasi, lakini neno langu lingekuwa linatosha kusema karibu Dodoma, wilaya ya Dodoma mjini. Dodoma mjini kama hivi unavyoiona ndivyo tulivyo, na kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, mimi niseme jambo dogo katika hilo, kwamba Dodoma mjini tuko tayari. Baada ya kusema maneno hayo, wako watu ambao walikuwa wanasimamia utekelezaji wa ilani. Mimi ningetamani sana kusikia habari za mbunge wetu ambaye ndiye aliyesimamia utekelezaji wa hiyo ilani. Na kwa sababu hiyo, sina sababu za kupoteza muda. Mmekaa muda mrefu, mnataka msikie kile ambacho tumefanya mwepo hapa leo. Nikuombe kama uliotangazwa umkaribishe mheshimiwa waziri, lakini niseme tu mgeni wetu, makamu mwenyekiti, karibu sana wilaya ya Dodoma mjini. Sisi tuko tayari kwa maelekezo kuelekea uchaguzi mkuu. Asante sana. Ndugu makamu mwenyekiti, ajabu lingine la Daktari Samia Suluhu Hassan ameuendeleza mradi mkubwa ambao kusini mwa jangwa la Sahara hazizidi nchi 5 zenye mradi ambao sisi tunao Dodoma. Ni mradi wa barabara ya mzunguko, barabara ya Pete yenye urefu wa kilomita 112.3 ambao ni nchi ya Afrika ya Kusini tu ndio ziko barabara 3 zenye urefu huu. Kusini mwa jangwa la Sahara hakuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania na kusini zenye urefu wa barabara hii ambao Dodoma unaikuta na Rais Samia Suluhu Hassan ameijenga. Tunashukuru sana kwa heshima hii kubwa. Dodoma ndio linaloongoza kwa mtandao mrefu wa barabara za lami nchi nzima. Dodoma ina mtandao wa barabara za lami chini ya TARURA kilomita 248. Hakuna jiji lolote Tanzania, hakuna manispaa yote Tanzania, hakuna halmashauri yote Tanzania inayofikia Dodoma kwa mtandao mrefu wa barabara za kiwango cha lami. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki 2 zilizopita tumesaini mkataba wa zaidi ya shilingi bilioni 65 ambao unakwenda kupunguza changamoto ya adha ya maji katika jiji la Dodoma. Ndugu makamu mwenyekiti, katika mradi huu mkubwa ambao tumeusaini wiki 2 zilizopita, tutaongeza kwenye uzalishaji wetu wa maji lita milioni 31, na hivyo itapelekea upatikanaji wa maji kwa jiji la Dodoma kwa siku kuongezeka mpaka kufikia lita milioni 112. Ndugu makamu mwenyekiti, tumebakiza lita chache sana kupunguza mgao wa maji. Maana yangu ni hii, naomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Katika muda wa miezi 4 kazi kubwa sana imefanyika ya kutatua changamoto ya maji. Naamini muda mfupi ujao wananchi wa Dodoma wataachana na mgao wa maji na wote mtapata maji kama ilivyokuwa zamani. Kazi nzuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Dodoma oye! Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo, Mheshimiwa Comrade Alhaji Kibisa, mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma,
Mheshimiwa George Simbachawene, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Anton Mavunde, Waziri wa Madini na Mbunge wa Jimbo la Dodoma, Mheshimiwa Alhaji Chekimweli, Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mheshimiwa Comrade Mamba, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Wilaya ya Dodoma, naomba niheshimu kutambua na kuthamini itifaki yote kama ambavyo ilitoka kutambulishwa muda mfupi. Tuko kwenye jiji la makao makuu na mimi niwashukuru wananchi wa jiji, mmetisha. Leo ni siku ya 3, mimi nawaambia jiji la Dodoma mmetisha, hongereni sana. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tuendelee kuwashukuru viongozi wetu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, pia kwa kuendeleza muungano wetu na muungano ule kuendelea kuimarika kila siku na kutufanya Watanzania kuendelea kuwa wamoja na mshikamano zaidi kila kunapokucha. Mheshimiwa mgeni rasmi, nafahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na sisi mkoa wa Dodoma wamewasikia watu wote waliosimama hapa, wananchi wa jiji la Dodoma wamekuthibitishia kuwa Samia na kote walikopita wamekuthibitishia kuwa Samia ni 5 tena, kutokana na kazi kubwa aliyoifanya katika mkoa wetu wa Dodoma. Hatuna shaka kuwa kazi hiyo wana Dodoma wako makini kuilipa. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tunaendelea na maandalizi yote yanayohusiana na uchaguzi ulioko mbele yetu, majukumu yanayohusu serikali, mojawapo ikiwa ni kuhakikisha wale ambao hawana vipande vya kupigia kura mwezi wa 5 wakumbuke kwenda kupata vipande vya kupigia kura kwa kujiandikisha, ambapo zoezi la marudio awamu ya mwisho litafanyika katika mkoa wetu wa Dodoma. Na Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wewe ndio unayemsaidia katika kuangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Umepita katika ziara katika mkoa wetu wa Dodoma na leo ni siku yako ya 3. Tunakupongeza sana kwa yale yote ambayo umetueleza na tunaamini umejionea makubwa yaliyofanywa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Pigieni makofi. Samia. Lakini katika ziara yako hii ambayo kwa kweli ni ya serikali na inaongozwa na mkuu wa msafara, ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, wewe ni mgeni rasmi. Serikali ikaona usitembee peke yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu akanituma mimi utakayoelekeza serikali tuweze kuchukua na kwenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kazi hiyo, na kwa sababu hiyo wenzangu wamenipa dhima ya kusimama hapa ili pia nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii. Na baada ya maneno haya niruhusuni sasa nyote kwa ujumla. CCM oye! Dodoma oye! Samia oye! Kwa hiyo tunawashukuruni ndugu zangu wa Dodoma, na mimi mara yangu ya pili kuja hapa tangu nimepewa nafasi hii ya kuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu hapa ni makao makuu. Nilipopewa nikaja nikapokelewa hapa na nini mlikuwepo. Kwa hiyo mmeniongezea CV ya mikoa ambayo nimefika tangu. Ukatoka kimya kimya, watakushangaa hivi, huyu amemnunua au amepewa. Lazima useme asante sana, au sio? Na kusema asante ndio neno peke yake Kiswahili kinayo. Ingekuwa kuna maneno zaidi ningesema, lakini hapa maneno ya Kiswahili ni asante sana. Utaongeza nini zaidi ya hapo? Kwa na washukuruni kwa zawadi na washukuru kwa mapokezi. Asanteni sana jamaa wa Dodoma. Kwa mgeni rasmi katika maeneo haya kwa sababu ya sherehe za miaka 61 ya Muungano. Sasa nilipokuwa naangalia nyuso za watu walioko hapa, nikagundua watu wengi walioko hapa walizaliwa baada ya Muungano.
Kama wapo ambao wamezaliwa kabla ya muungano ambao ni pamoja na mimi, wako wachache sana. Watu wa umri wangu kuwa mgeni rasmi katika maeneo haya kwa sababu ya sherehe za miaka 61 ya muungano. Sasa nilipokuwa naangalia nyuso za watu walioko hapa, nikagundua watu wengi walioko hapa walizaliwa baada ya muungano. Kama wapo ambao wamezaliwa kabla ya muungano ambao ni pamoja na mimi, wako wachache sana. Maana wako watu wanasema muungano wa nini? Sasa lazima niwape vijana na watu wazima ili muweze kuwajibu vizuri, muwaeleze. Maana asiyejua, kutojua ni ujinga, lakini ujinga una dawa. Dawa yake ni elimu. Ukiipata ujinga unatoroka, au sio? Ukiniuliza kwa nini mapinduzi, jibu lake rahisi, kwamba uhuru ulikuwa upatikane, lakini Afro Shirazi ikadhulumiwa. Tena si mara moja, walizulumiwa mara nyingi. Historia inajibu. Walipodhulumiwa sana, Mzee Karume alikuwa ameenda Uingereza, ameitwa na Waingereza wakazungumze uhuru wa Zanzibar. Watu wengine hawaelewi, wanadhani watu wa Zanzibar wao ni shari tu. Hapana, dhuluma ilizidi. Na ilikuwa hakuna namna, hata ungelipiga kura mara 10,000 bado ungeshinda. Maana wachache wana majimbo mengi, wengi wana majimbo machache, na wenye kutawala ndio wanayakata. Hivyo ndivyo ilivyotokea. Basi jamaa wa Zanzibar wakachukua nchi ile kwa mapinduzi. Na ujue miaka yote sultani alikuwa pale analindwa na Waingereza. Kwa hiyo ukipindua Zanzibar, unapindua Waingereza. Na Waingereza hawa walikuwa Dar es Salaam. Sasa unafanyaje ili upate nguvu ya kuleta amani Zanzibar na upate nguvu ya kuleta amani Tanganyika? Na wakati ule Mwalimu alikuwa anazungumza na Kenya na Uganda, tuungane. Lakini niwaambie, kazi ya kuunganisha watu na nchi ni kazi ngumu sana. Hata ukitaka kuunganisha vijiji viwili, ukitaka kuviunganisha, mwenyekiti wa kijiji anauliza, sasa mwenyekiti atakuwa na mwenyekiti wa kijiji anasema hapana, tukuunganisha sasa mimi ndio nitakuwa mwenyekiti. Anasema hapana, ni nini? Vitaungana. Hayo matatizo nayoambia unayasikia rahisi, lakini ndio yamecheleweshwa moja watu. Nani awe rais wa watu? Mwalimu Julius Nyerere ambaye tunazungumza yuko kwenye Nyerere Square hapa. Yeye alisema kama Afrika ya Mashariki ingeungana, Kenyatta angekuwa rais. Hilo ndio tatizo kubwa. Tatizo kubwa. Kwa hiyo sasa hili darudi Zanzibar nini? Wakati ule wa kudai uhuru, TANU na Afro Shirazi vilikuwa vinafanya kazi kwa karibu TANU na watu wa maeneo haya ni watu wale wale. Watu wengine wanafikiri wa Zanzibar ni wageni. Hakuna wageni kule. Ukienda Zanzibar wako pale, na Warangi hawa utawakuta kule, Wachaga utawakuta kule. Watu ni wale wale. Juzi hapa nilitafuta mtu mmoja, mjumbe wa NEC, niende naye huko Bukoba. Nikaambiwa yuko anaitwa Mzirai. Nikasema Mzirai, Mzanzibari. Mzirai. Wakasema Mpare lakini Mzanzibari. Nikamwambia haya, akaja. Nisema naitwa nani? Lazima naitwa Mzirai. Sasa wewe mbona ni Mpare? Sasa mimi Mpare ni Mzanzibari.
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.